Wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Niliye mbele yenu najulikana kama Hussein. Leo kuna jambo ambalo nataka niweze kuwajulisha, maana Biblia inatuambia yaliyokuwepo ndio yatakayokuwepo. Kwa hivyo tunaona kipindi cha leo kuna watu wanaitwa wana matengenezo, mimi nikiwa mmoja wao. Na pia kipindi cha mitume walikuwa wana matengenezo kipindi hicho na Yesu. Walianza kutengenezwa. Ukisoma kitabu cha Yohana cha Luka 4:16, Yesu walikuwa wana matengenezo wakifulfill unabii ulionenwa katika kitabu cha Yeremia 58:12. Kwa hivyo walikuwa wana matengenezo. Sasa leo tunaona vikundi vya wana matengenezo ni wengi. Swali la kujiuliza ni je, hata kipindi cha Yesu kilikuwepo? Ukisoma Matendo ya Mitume 5:32 unapata akina Theunda, unapata wengine wa Yunda, kumbe walikuwepo wengi. Lakini walikuwa wanajidai wao ni wana matengenezo, lakini si kumaanisha ni wa uongo, ni wa kweli. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuangalie wana matengenezo. Baadhi ya wana matengenezo wanajiita old SDA ama SDA ile ya kale. Yaani wao wanasema wao ni wa SDA wa kale, maana wa SDA wa leo tunakubaliana kwamba wameasi. Lakini swali ni je, wao kweli wamesimama katika misingi ya kusimamia utengenezaji na kuonyesha kwamba wao ni wana matengenezo? Maana wanatengeneza kutoka kanisa la SDA. Ukikuja SDA, kwanza kabisa jina SDA alitokani na Mungu kamwe. Kwa nini? Ukisoma katika kitabu kinaitwa Maandiko ya Awali, katika kurasa za ambazo zimeandikwa ni Roman Numbers, kurasa ya mwisho inasema kwamba walikaa chini wakapanga wajiite jina lipi. Wengine walipendekezwa waitwe Church of God, wengine wakapendekeza waitwe Seventh Day Adventist. Na Ellen White aliwaonya, akawaanya wasijiite jina lolote, lakini walijiita, kumaanisha kwamba unapotengeneza kutoka SDA hata jina upasi kujiita jina Seventh Day Adventist. Kwa nini? Hiyo ni kama mtoto wako afe uzae mwingine umuite jina la yule aliyekufa. Kwa hivyo wanapojiita kwanza SDA ama Seventh Day Adventist, hata kama ni akale, kwanza wanaanguka. Kwa nini? Wakale hawakuwa na jina. Akina Luther wakale uko, Ellen White kipindi Ellen White alaanza hawakuwa na jina, wamekuja kujiita kipindi Ellen White mwaka wa 1883 ndipo wanakuja kujipa majina na kujiita SDA. Sasa nyinyi mnapojiita SDA mnakosea. Jambo lingine, mna register makanisa na mnadai kwamba mnarudisha katika msingi wa mitume. Kwa nini? Mitume hawakuweza. Yesu alisema Kaisari yake na Mungu yake. Nataka nisome kitabu kinaitwa Great Controversy, ukurasa wa 389 aya ya kwanza inasema, the Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all powers and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness. And they that received not the love of the truth, ama wale hawakupokea ukweli ama kupenda ukweli, that they might be saved, kwa ili waokolewe, will be left to receive the strong delusion. Wataachwa wapokee uongo mwingi ama the strong delusion, that they should believe the lie, kwamba wataamini uongo na kwamba waamini uongo. Usome hiyo, imenukuliwa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:9. Not until this condition shall be reached, mpaka huu muda uweze ama wakati uweze kufika, the union of church with the world, kwamba kanisa litakapoungana na serikali, can be fulfilled, accomplished throughout the Christendom, will the fall of the Babylon be completed. Kumbe tunaambiwa na Ellen White kwamba tutakapoona kanisa limeungana na serikali ama na dunia, tuweze kujua kwamba limekamilika kuitwa Babeli. Sasa ODSDA mumeregister makanisa. Kwa hivyo nyinyi mnakubalika kuitwa Babeli. Kwa nini? Nataka niwekee hii video ya mhubiri hapa ambao wanahubiri katika hizo nyanja ama wanahubiri katika hayo makanisa ya ODSDA. Tusikie kweli mumeregister ama ni mimi niko na zangu. Tumsikie mwenyewe atuambie. Kwa hivyo kama atanena kweli mumeregister, mjue bado ni Babeli, mnahitajika mtoke. Ufunuo 18:4 inawahitaji. Tokeni kwake. Tokeni Babeli. Kwa sababu kanisa yeye mwenyewe alikufia lake. Sasa wewe unaenda kufungua lako. Unataka kuniambia limekuwa lako ama la Mungu? Mungu alifungua lake. Wanadamu wanafaa kwenda hilo. Si wewe ufungue lako. Kuandikisha kanisa ama kuandikisha vikundi, hakuna mahali vinajiunga na WCC. Hakuna. Mimi mwenyewe ndiye nimeenda kila mahali mpaka kutoa pesa zinazohitajika. Tena si rahisi. Mimi mwenyewe ndiye nimeenda kila mahali mpaka kutoa pesa zinazohitajika. Tena si rahisi. Wale watakaokatana na msimamo huo
wakae pembeni. Unajua hakuna mtu ambaye ati muende mhubiri alafu urasimishe mtu ati lazima akae hapo. Akae hapo alihubiri. Wale ambao wamehubiriwa, ambao wanajua ya kwamba kanisa imeandikishwa kisheria, kwa sababu kanisa yeye mwenyewe alikufia lake. Sasa wewe unaenda kufungua lako, unataka kuniambia limekuwa lako ama la Mungu? Mungu alifungua lake. Wanadamu wanafaa kwenda hilo, si wewe ufungue lako. Anza kuingia kundi baada ya kundi. Wale hawataki waende wafungue yao, waende kusanyiko yao yenye hairejistiwi, yenye hairejistiwi wafungue, yenye hairejistiwi zote tumehubiri, tutarejista. Wale ambao hawataki basi wakae pembeni. Hivyo tu ndivyo ilivyo. Kesho badilisha kanisa yako. Kanisa yako badilisha, uite yako, utoke kwa hii yangu. Wajinga hawa. Mmenikuta kwa hii ministry na wake zenyu hawa. Mmetajirikia hapa hapa kwangu. Stupid.